Wengine hufundisha kwenye madarasa yenye madirisha, meza na kengele za shule. Lakini kwa mwalimu Mohamed Rizwani kutoka Bangladesh, darasa lake lilikuwa ndani ya mashua. Ndiyo, mashua halisi inayosafiri juu ya maji, ikibeba madawati, vitabu, ubao wa kuandikia na hata kompyuta. Bangladesh ni taifa linalokumbwa na mafuriko ya mara kwa mara. Kila mwaka maji huzoa shule, barabara hupotea na watoto hukaa nyumbani kwa miezi wakisubiri dunia ikauke ili warudi kusoma. Wengi waliona hali hiyo kama janga lisilozuilika, lakini Mohamed aliona fursa ya kipekee ndani yake. Mwaka 2002, akiwa kijana wa miaka isiyozidi 30, alianza kuchonga mashua yake ya kwanza kwa mikono yake mwenyewe. Aliipa jina Shule Inayoelea. Siku ya kwanza aliwasili kijijini. Watoto walimfuata wakicheka, wakidhani pengine kuna sinema au harusi, lakini alipowaita waketi chini na kufungua kitabu, akasema kwa sauti ya utulivu, "Leo tutaanza na somo la ndoto." Watoto wote walinyamaza. Kwa miaka zaidi ya 30, mashua hizo zimekuwa darasa la maelfu ya watoto, zikisafiri kutoka kijiji hadi kijiji, zikileta elimu pale ambapo barabara zimefunikwa na maji. Ndani ya mashua hizo kuna vitabu, redio, paneli za sola na hata mtandao wa kompyuta kwa masomo ya kidigitali. Wakati mwingine mashua hizo hubeba pia wauguzi na vitabu vya afya, zikigeuka hospitali za muda. Mwaka 2015, mafuriko makubwa zaidi katika historia ya mto Brahmaputra yalifunika vijiji vingi. Wakati nyumba zikizama na mashua nyingi zikiwekwa mbali kwa usalama, Mohamed hakusimama. Alisafiri zaidi ya saa 6 kupitia upepo na mvua, akiwa ameshika usukani kwa mkono mmoja na kitabu kwa mkono mwingine, akielekea kijiji cha mbali ambako watoto 4 pekee bado walikuwa wanamngojea. Watoto hao waliketi, kila mmoja akiwa ameshika daftari lililoloa kwa unyevunyevu, wakimsikiliza mwalimu wao akifundisha hesabu na ndoto. Na siku hiyo, mmoja wao, Rahim Begum, mtoto wa maskini mwenye macho makubwa ya matumaini, alisema kwa sauti ndogo lakini yenye uzito uliopenya mioyo, "Kama dunia imesimama, basi mashua hii ndiyo shule yangu ya mwisho duniani." Kauli hiyo ilibaki kama alama ya roho ya mradi huo. Leo, mfumo wa shule unaoelewa Mohamed unajulikana kama Shidulai Swanirvali Sanstha. Una zaidi ya mashua 100 zinazotoa elimu, huduma za afya na hata maktaba zinazoelea kwa jamii zaidi ya milioni 1. Nchi nyingi zimeiga mfano huo, kutoka Cambodia hadi Nigeria. Lakini Mohamed hajawahi kujenga darasa la saluji. Anasema kama watoto hawawezi kufika shule, basi shule ndiyo inatakiwa iwaendee. Maneno haya yamekuwa dira yake, yakimfanya asafiri kila siku akiwa na matumaini ya kuendelea kuwasha taa za elimu juu ya maji. Hadithi ya Mohamed ni kumbukumbu ya ajabu ya uwezo wa binadamu kubuni na kupenda. Ni mfano wa mtu ambaye aligeuza maafa kuwa darasa, maji kuwa barabara na mashua kuwa tumaini. Wakati wengine waliona mafuriko kuwa mwisho wa ndoto, yeye aliona mwanzo wake. Kwa macho ya dunia, alikuwa tu mwalimu wa kawaida, lakini kwa watoto walioketi juu ya maji, akiketi nao chini ya kivuli cha mashua, Mohamed Rizwan ni zaidi ya mwalimu, ni darasa kati ya giza la maskini na mwanga wa kesho. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.